Hello guys, hapa uko kwenye Mifa TV na mimi ndo Mifa mwenyewe. Hapa nina mgeni wangu ambaye atakwenda kujitambulisha mwenyewe. Dada, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ashley. Unaishi wapi? Sandviken. Dada, una miaka mingapi hapa Sweden? Nina miaka 16. 16. Yaani wewe ni mwenyeji kabisa wa Sweden. So nimefika hapa mwaka 2010. I say. Nafikiri kwa gisi wewe ni mwenyeji, una muda mrefu hapa Sweden, una experience kubwa ya kuishi ya maisha hapa Sweden nafikiri. Sasa dada, unaweza ukawashauriaje ndugu zetu ambao wanakuja hapa Sweden, ambao ni wageni bado wanakuja wajui maisha ya Sweden, kila kitu kwao ni kipya. Unaweza ukawashauriaje kuhusu maisha ya hapa, isi wanaweza wakaishi hapa Sweden na kukabiliana na hali ya hapa? Kitu cha kwanza kinadhani kwa ushauri, cha kwanza ni kuwa kwanza na uvumilivu. Cha pili kuheshimu sheria za hapa Sweden. Pia kujifunza lugha, kwa maana kujifunza lugha ni kitu muhimu sana. Hapo wanasema lugha ndio funguo wa maisha hapa Sweden, kwa maana huwezi ukatoboa bila kujua Kiswidi. So ni kitu cha muhimu sana. Na cha pili, kingine nadhani nikashauri watu ni kukua sana makini kuishi kwenye hizi nchi. Sio mnatoa ile mambo ya kule nyumbani mnayaleta hapa. Maana hapa ni vitu tofauti sana. Kwa mfano, hapa Sweden huwezi ukampiga mtoto au kumpiga mwanamke. Ni kitu ambacho kinakatazwa kisheria. Yaani unaweza ukachukulia hatua kubwa. So inabidi hicho kitu kwanza kiheshimu. Kule kwetu tunajua nyumbani kumpiga mtoto ni kitu ya kawaida. Lakini hapa unaingia jela. So hicho ni kitu chenye watu wakifika hapa wapya inabidi wazingatie. Na kingine kitu naweza nikawashauri watu, yaani wawe sana makini na watoto. Nikimaanisha kwa makini na watoto, najua hapa watoto wanaenda shule. Wakienda shule kule pana walimu, pana watu ambao wanawatazama. Kabla mtoto kwenda shule inabidi kwanza kumchunguza mtoto wako yukoje. Nikisema yukoje namaanisha kuwa amevaa vizuri, ni msafi. So yuko sawa kwa kila kitu. Sio tu nampeleka mtoto uende kule kama kishikile nyumbani unamwacha tu mtoto ndani, lakini hapa watu wanawachunguza sana watoto. Inabidi mtu unakuwa sana makini na hicho kitu. So kuangalia utaratibu wote. Yaani kwa hapo kwenye watoto, kama nilivyosikia unasema watu kuwa makini na watoto, kwa kuishi na watoto, wasiwapigi watoto. Sasa hawa watu wetu wa Kiafrika jinsi walivyo masikio magumu. Mtu anaweza akawadhibitije ili mtoto aweze kufuata naye sheria za mzazi, aweze kuishi kama mtoto na mzazi wake? Unajua kumpiga mtoto sio ndio kumwelimisha magisi hapa wanavyofundisha. Na ukiangalia ni kweli. Kwa kule kwetu watu walikuwa wanapiga watoto, wanajua ndio wanaelimisha, kwa sababu ukimpiga ndio anakusikia. Lakini hapa pana njia nyingi ambapo unaweza kumwelimisha mtoto. Kwa mfano, unaona kama vile unaangalia kile kitu ambacho mtoto anapenda. Ukiangalia watoto wengi hapa wanapenda sana simu, wanapenda kompyuta. Unaangalia kama vile vitu ambavyo anapenda sana kama vile simu, unachukua ile kitu unamnyang'anya. Ile inakuwa ni kama vile unamkaripia na kumfundisha. Sio lazima mchape. Ile ni kama vile kumchapa tu, kwa maana ukimnyang'anya kile kitu atakosa amani. Mtu atakufuata na kuomba msamaha mzazi, nihurumie sitarudia tena. Anamwambia bwana afundishe hiki kitu, kirudia tena kufanya tena hiki. So unamnyang'anya kile kitu ambacho anapenda. Sio lazima kimpige. Maana ukimchapa nakula kwa hapo ndugu yako. Wazazi tumesikia huko dada yetu ametuambia, umetushauria vizuri huku Ulaya wapigae mtoto. Mtoto akikosea mpe malipizi tofauti na kumpiga. Kama kisi dada ametufazilia. Unaweza kumwambia labda
leo utaona TV. So baki Aha. chumbani kwako. Hautatoka nje. Yaani unampatia malipizi kama hayo, so lazima umchape. Yeah. Yeah. So Dada, hapa unaishi na mme na watoto au vipi? yeah. So naishi na mume na watoto 3. Okay. Unaweza kutuambia changamoto zipi ambazo zinasababisha watu kuachana na waume zao au mme na kuachana na mke wake hapa Sweden? Kwa sababu ndoa nyingi sana zinavunjika hapa Sweden. Watu wanakuja wameoana, fika hapa wanaachana. Ni kipi ambacho kinaweza kikasababisha hicho? Kwa sisi wa Afrika unamaanisha? Kwa sisi wa Afrika, maana tunaachana sana hapa Sweden. Sasa hapo inatofautiana. Unajua kila nyumba ina mambo yake. Yeah. Yeah, wanakuambia nyumba usilala ndani usijua kama inavuja. Na siri ya mtungi inaijua kata. So lakini ukitizama kwa umakini sana sana pesa. Yeah. Pesa hapa inaleta changamoto kubwa. Born be drug. Tenga. Born be drug. Pesa. Yeah, so unakutana wanaume wanafika hapa na wake zao kwa mfano. Natolea mfano kwa wanaume. Alafu mwanaume anataka, so unajua kule nyumbani mara nyingi unakutana mwanaume jana anakuwa responsable wa familia. Unakutana pesa nini ndio anakuwa na vitizama. Lakini hapa inakuwa tofauti kwa sababu mwanamke una kipato chako na mwanaume pia ana kipato chake. So ikifika hapa inakuwa changamoto kidogo kwa sababu unakutana labda mwanaume anataka kuleta yale mambo ya nyumbani na japokuwa hapa iko tofauti. Na mwanamke akishafika hapa anajua sheria za hapa, anajua kuwa nina hii haki. So unakutana hamkubaliki tena bwana kusema yeye achukue ile mamlaka. Anaambia na mimi pia naweza nikajisimamia mimi kama mimi, lakini so unakutana ile pesa inakuwa changamoto. Yeah, so unakutana labda bwana afurahishwi na tendo cha bibi kutaka yeye labda abaki na pesa, labda unafia hela za watoto. Na kingine kitu unakutana labda unajua nyumbani kule nyumbani kwetu wanawake ndio wanafanya usafi wa ndani kila kitu, lakini hapa inakuwa tofauti. Hapa hakuna kazi ya mwanamke au mwanaume. Mwanaume anaingia jikoni anapika, mwanaume anapiga deki. So unakutana hapa na wengine hapa na 50-50 hapa. So unakutana hapa na wengine wanaume wanakutana hawataki kusaidia wake zao. Sasa ile inakuwa ni changamoto sana. Mtu sasa naishi na wewe aje utaki kunisaidia. Unakutana inakuwa vurugu ndani, mwisho wa siku mambo hayaendi. Okay. Yeah, so unaweza ukawashaurieje watu ambao wamekuja na waume zao ili waendelee kudumu kwenye familia? Mimi naweza nikashauri sana sana kwa upande wa wanaume wawajali wake zao na kufanya kazi za ndani kumsaidia mke wako sio ujinga. Pia ni mapenzi, unaona. Na hapa isitoshe wewe mwanaume unafanya kazi, mwanamke anafanya kazi, au tuache kazi. Uenda wewe mwanaume unaweza kaenda kazini, mwanamke ataenda shule. Nayo pia ni kazi kwa sababu inaingiza kipato. So wote mnakuwa mko nyumbani. So inabidi msaidizane kwa sababu wote ni kama vile gisi wewe unapata pesa na anapata pesa. Mkizikusanya kwa pamoja, maana mnakuwa ni kitu kimoja. Na ndivyo kwenye kazi inabidi nao msaidie. Yeye afanye na yeye afanye kwa sababu wote mko binadamu. So usiangalie tu kwa mwanaume yani wewe ndio uko juu, mwanamke yuko chini, hapana. So wote mko binadamu, inabidi mjaliane. Yeah. Okay guys, umemsikia dada yetu ametushauria vitu vitatu. Ametushauria kuhusu shule. Elimu ni msingi wa maisha hapa Sweden. Bila masomo haufanikiwi, hautoboi. Ametushauria kuhusu kuishi na watoto. Jinsi gani mzazi anaweza kaishi na mtoto wake. Akiwa mtukutu, unaweza kumpatia malipizi gani. Ametushauria pia kuhusu watu wenye kuishi kwenye familia ya ndoa. Jinsi watavyoishi, jinsi wanatakiwa kuishi kwa pamoja, kushikamana, kuwa na umoja, kushirikiana kwenye kila kitu guys. Kwa hiyo asanteni sana kwa muda wenu, kwa kuweza kutusikiliza. Kipindi chetu kitaendelea, mafundisho yetu yatazidi kuendelea. Hapo kuna Mifa mwenyewe na dada yetu Ashley. Nyuma ya kamera uko na baba Sita na mama Sita wote. Asante, ciao.